Karibuni sana ndugu wasikilizaji katika episodi yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Na kukaribisha sana katika episodi yetu mpya ya 50 ya Wanangu Podcast. Kama ndo mara ya kwanza unasikiliza Wanangu Podcast, first of all, shout out to you kwa kuweza kutenga muda wako ambao ni adhimu kabisa kwa ajili ya kusikiliza Wanangu Podcast. Na kama wewe ni everyday supporter wa Wanangu Podcast, yani umekuwa ukisikiliza Wanangu Podcast tangu episodi ya kwanza mpaka sasa hivi, sina hata cha kukuambia kwa sababu bila wewe pengine nisingekuwa nafanya kitu ambacho nakifanya. Kwa hiyo bila kuwapotezea muda kabisa, leo nataka tu share kitu kimoja kidogo tu ambacho nimekipata wakati nikiangalia series inayofahamika kama Succession. Sasa Succession sio series mpya. Kwa wanaofuatilia, ni series ambayo imeanza kutoka 2018 ikaisha 2023 na ina misimu 4 yenye jumla ya episode 39. Kwa hiyo sio series mpya. Hata mwenyewe nilikuwa nishaiangalia lakini nilikuwa nairudia tu. Sasa wakati nairudia nimeangalia episode ya kwanza season 1, episode ya pili. Kuna kitu ambacho hata mara ya kwanza wakati naangalia nilikiona lakini sikukizingatia sana. Sasa hivi baada ya kukiona tena ndo kikanirudishia mawazo ambayo nikajikuta kama nawaza sana ya kuhusiana na hiki kitu. Ni kitu kidogo tu lakini nikasema hivi, kwa nini nawaza mimi mwenyewe wakati nina podcast? Kwa nini nisishare na watu ambao wanasikiliza podcast yangu, pengine na wenyewe wakapata 1 2 3 ya namna ambavyo ya mawazo ambayo yalikuwa yanaendelea kichwani kwangu. Series ya Succession inahusiana na, kama neno lenyewe linavyotamka, yani ni self explanatory, kwa sababu Succession ni kitendo cha kama kuachiana madaraka. Kama wewe ndio ulikuwa unaongoza sasa hivi, let's say idara fulani, and then ukamwachia mtu mwingine, yule ndiye anakuwa successor wako. Maana hiyo ni succession imefanyika, si ndio? Ni kitendo ambacho cha succession, yani madaraka yametoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo series hii pia inahusu kitu hicho, lakini inahusu kitu hicho katika level ya familia, kwa sababu kuna familia ambayo inaitwa kina Roy, yani inaitwa Roy family, ambayo ina watoto, ina baba lakini mama hayupo. Inaonekana baba na mama waliachana na watoto, na ni familia ambayo ni tajiri sana, yani wamebobea katika masuala ya media, masuala ya vyombo vya habari. Wana vyombo vya habari vikubwa nchini Marekani lakini pia katika nchi nyingine duniani. Kwa hiyo ni familia kubwa na ya kishua. Sasa inaonekana baba ambaye ndo mwanzilishi wa hizo mali, ambaye ndo amepigana miaka yote mpaka kufikisha hiyo kampuni hapo ilipofika, kidogo afya yake imetetereka. Sasa na yeye ni mbishi, hataki kukubali kwamba afya imetetereka, japokuwa kuna vitu vinaonekana kabisa kwamba huyu mzee sasa hivi hayuko sawa. Umeona? Sasa watoto kila mmoja anakuwa anataka sasa kushika hayo madaraka, awe CEO wa hiyo kampuni. Hapo ndo picha inapoanza kuja kwa kali sasa, kwa sababu kila mtu analeta unafiki ule as if kama anakea kuhusiana na ndugu yake na vitu vingine kama hivyo, lakini kiuhalisia ni kwamba wanayataka yale madaraka. Na mzee mwenyewe ni mbishi, hataki kutoka pale juu. Kwa hiyo inahusu mambo hayo. Sasa kwenye episode ya pili ya season 1 ilikuwa ni birthday ya babao, anaitwa Logan, na wakawa wamespend siku nzima nyumbani, wamekula na nini. Kuna mambo yalikuwa yanaendelea ya kifamilia ambayo sio mazuri sana, lakini wanaenda hivyo wanasonga. Basi wakawa wameenda kucheza games same fulani na helicopter zao, matajiri tena, unajua. Sasa wakati wanarudi, baba akapata kama heart attack, yani akazima kwenye helicopter. Kwa hiyo akapelekwa moja kwa moja hospitali. Alipopelekwa hospitali, watoto ndio wanapigiwa simu. Wengine hata walikuwa hawajui, kwa sababu kuna huyu mkubwa ambaye ndio alikuwa ameshikilia kampuni kwa muda huo, anapigiwa simu kwamba baba yuko hospitali. Kwa hiyo wote wakawa sasa wamekimbia kwenda hospitali, wakamkuta mzee wao yuko ICU pale. Unaona? Sasa kuna kitu ambacho kilitokea pale, ambacho kuna mtoto mmoja wapo akauliza, is this the best part of the hospital? Anamuuliza daktari ambaye yuko ICU, yani kwamba hii ndio sehemu bora kabisa ya hospitali. Yani kwa sababu mind you, nimekuambia kwamba hii ni familia ya kishua, ndio. Kwa hiyo familia ya kishua siku zote katika kila kitu ambacho wanakifanya wanataka wapate kile kitu ambacho ndio the best, kwa sababu pesa si ipo bwana. Kwa hiyo alipomuuliza hivyo daktari akamjibu kitu kimoja rahisi sana, akamwambia the ICU is the ICU. This is the best place for him right now. Yani kwamba ICU ni ICU tu, haina mambo ya the best ICU, the VIP, sio nini. Na hii ndio sehemu ambayo ni bora, kwa akimaanisha kwa hali ambayo baba yako anayo sasa hivi. Sasa hapo ndipo ambapo mimi nilipata fundisho moja, na tangu tukiwa wadogo kuna zile mada ambazo tunasemaga kwamba kuna watu ambao wanaamini kwamba pesa ni kila kitu,
na kuna wengine wasioamini hivyo, na kuna wengine ambao wapo katikati kwamba okay, pesa ni muhimu sana lakini inaweza isiwe kila kitu, na kuna wengine ambao wako kwenye upande mwingine wa sababu nayo ukishakuwa nayo hiyo umemaliza kila kitu hapa duniani. Sasa hii ilikuwa ni mfano mmoja wapo ambao kichwani mwangu mawazo yalivyokuwa yanaendelea kwamba ni mfano mmoja wapo wa mahali ambapo wakati mwingine hata ukiwa tajiri kiasi gani, pesa pale haitumiki, au power uliokuwa nayo huwezi kuitumia katika hali kama ile. Na ili jibu la daktari ndo ambalo lilikuja conclude hiyo idea kwamba the ICU is the ICU. This is the best place for him right now. Umeona, yani kwamba licha ya kwamba mzee wako ni mkubwa, licha ya kwamba mzee wako ni tajiri, licha ya kwamba ana vyombo vikubwa vya media duniani kote, licha ya umuhimu aliokuwa nao kwenye kampuni yake na kwa wafanyakazi wake, lakini this is the best place for him right now. Yani hakuna sehemu nyingine ambayo anaweza akawepo ukasema kwamba is the best. Yani this is the best. Kwa hiyo cha msingi labda ukae tu, na akawaambia pale kwamba wasogee kidogo, wampe muda aweze kufanya kazi yake. Kwa hiyo ilikuwa nakuja kichwani kwangu kwamba it's true kwamba tunaweza tukawa tuna hustle sana tutafute pesa, tupate pesa ili kila kitu kiwe sawa, lakini ni muhimu wakati mwingine kukumbuka kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo huwezi kuvisolve hata uwe na shilingi ngapi. Yani kuna baadhi ya situation ambazo unaweza ukazipitia ambazo hata hazihitaji wewe kuwa na pesa. Nikimaanisha kwamba uwe nayo usiwe nayo, situation iko vile vile, na ni only time will tell, kama watu wanavyosema, yani time ndio tell kwamba okay, hili liko hivi au liko hivi. Sasa ilikuwa ni kitu ambacho kimenifanya nifikirie sana kwamba hii ni familia ya kishua sana ambao wangeweza kulipia. Yani kwa mfano alivyouliza ile swali, kama daktari angeambia oh yeah, kuna ICU ya VIP ambayo ipo labda ghorofa ya mwisho juu, angeambia mpelekeni kule kwa sababu pesa inaruhusu, si ndio? Lakini ni kwamba haiwezekani. Jamaa akamwambia the ICU is the ICU. Kwa hiyo nafikiri kama binadamu ni muhimu sana kuwa na balance hiyo kwenye akili zetu kwamba bana, tuna hustle kutafuta pesa ili tuishi vizuri, na hakuna kitu kibaya katika hilo. Nafikiri kitu kizuri, kila mtu apigane, apambane ili familia yake iweze kuwa katika level fulani, waishi maisha ambayo wanataka kuishi. Lakini at the same time ni vizuri kuwa humble na kukumbuka kwamba kuna baadhi ya scenario, kuna baadhi ya situation ambazo zinaweza zikatokea ambazo there's nothing money can do. Yani hata kama una bima ambayo ina cover kila kitu hapa duniani, lakini there's nothing hiyo bima inaweza kufanya to change that situation. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kilikuwa kinapita akilini mwangu, nikasema man, hiki ni kitu ambacho ni muhimu sana kama binadamu kukumbushana, na ni muhimu sana kukielewa kwamba kuna situation ambazo haijalishi una connection kiasi gani, haijalishi una pesa kiasi gani, haijalishi una umuhimu kiasi gani kwenye maisha yako na kwenye maisha ya familia yako na maisha ya watu wengine, lakini kuna stage ambayo inafika ambayo there's nothing you can do. Yani ndio hapo sasa ambao watu wanaamini katika Mungu, wanamwachia Mungu kwamba hiki ni kitu ambacho Mungu peke yake ndo anaweza kaamua kinaenda vipi. Na just spoiler alert tu ni kwamba mzee aliamka na akaendelea kukomaa katika position yake ya CEO na maisha yakaendelea hivyo hivyo. Kwa hiyo ni series ambayo ni nzuri sana, ina vitu vingi ndani yake, ina comedy ndani yake, ina backstabbers, watu ambao yani anakuchekea usoni alafu usogoni ndo hivyo anakusema tena ndugu kwa ndugu. Ile familia yao ni familia ambayo ina vitu vya ajabu sana, lakini ni matajiri sana. Yani ukiangalia familia inavyoenda, it is a very dysfunctional family, lakini iko successful in terms of finance, in terms of money, wako very successful. Lakini ukiangalia kwenye relationship kati ya baba na watoto, babu na wajukuu, yani ni vurugu. Na hiyo ndo balance nyingine ambayo pia tunatakiwa tuifikirie kwenye maisha, hususan tunapokuwa tuna hustle ili tupate mkate wetu wa kila siku. Ni kwamba ile balance kati ya relationship nzuri na familia yako, ile immediate family kabisa, kama ni mke, mume, watoto, pia ni muhimu sana kuizingatia wakati tukiwa tunatafuta hiki tunachokitafuta, kwa sababu wakati mwingine unaweza kufocus sana huko, and then ukija kuangalia hivi nyuma ni kwamba hakuna mtu ambaye ana ndugu within the same house.
yani kila mtu ni kwamba anaangalia mishe zake zinaenda vipi, hapa nitapataje mimi changu, yale nitapata. Yani mnakaa ndio kwenye nyumba moja, lakini hakuna hata ile imani kwamba huyu ni ndugu yangu, kwamba anaweza kufanya kitu kwa interest yangu mimi akajisahau yeye au akajisacrifice yeye. Hicho kitu hakuna. Ni kwamba kila mtu anaangalia hapa kuna nini changu, hapa nitapata nini kwenye hiki kitu katika kila situation. Kwa hiyo na hizo zinatokea hata kwenye maisha yetu ya kila siku. Nakumbuka kuna wangu siku moja aliniambia mfano kwamba alikuwa anafanya kama masiara, lakini akaniambia hapa duniani kuna mambo ya ajabu sana, kwa sababu wakati mwingine unakuta ndugu labda useme kuna watoto 5, mmoja wapo akafariki. Kwa hiyo likawa linatafutwa jeneza kwamba liweze kununuliwa ili msiba ufanyike, yani watu wakafanya mazishi, si ndio? Kwenye hiyo jeneza unakuta mtu ambaye alitumwa akanunua ile jeneza anaweka cha juu, yani licha kwamba aliyefariki labda ni kaka yake au ni dada yake, yani anaweka mazingira fulani ili apate kitu kwenye ile hela ya jeneza ambayo amepewa kanunue. Sasa ni situation kama hizo ambazo zinakuambia kwamba hivi katika point kama hiyo au katika shida kama hiyo unapata wapi hata idea ya kufanya kitu kama hicho. Lakini ni ndugu yako huyo, ni kaka yako au ni dada yako, yani unamdalalia yani. Umeona? Kwa hiyo yani ni kitu ambacho ni muhimu sana kufikiria kama watu ambao tunaishi kwenye familia zetu. Nadhani kuwa na upendo ule wa ambao ni genuine kabisa, wa asili kabisa, ni kitu muhimu sana. Na kubalance sasa upendo huo na hivi vitu ambavyo tunavielekea kila siku tuvipate, kama ni maisha mazuri, kama ni fedha. Nafikiri hiyo balance ni muhimu sana hiyo. Tusibase sana upande mmoja. Ulikuta kweli familia imekuja kuwa successful, very successful family, lakini it is still very dysfunctional as far as relationship kati ya member mmoja familia na mwingine. Unaona? Kwa hiyo hicho tu ambacho nilikuwa nataka ni share na wewe siku hii ya leo. Kama utapata nafasi ya kwenda kuangalia Succession, ni series nzuri sana na inapatikana HBO, lakini nafikiri kwenye sources nyingine ambazo unapata movie au unakonunua movie unaweza kupata pia. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 50 ya Wanangu Podcast. Mimi ni host wako Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.